wakati mwingine tena anakutana na Sheikh Shafii baada ya juzi kumpa usia Alikiba kuhusiana na mashindano yake yanaendelea pale Mikocheni. Nadhani kama amekusikia. Sasa hivi watu wanaingia kwa utaratibu mzuri. Lakini pia juzi amefuturisha bwana. Watu wanafata misingi sasa hivi. Watu wanaingia wanakaguliwa. Sheikh, hongera sana. Asante sana. Unajua hili jambo mimi nasemaga, mimi kwenye dini siwezi kukuacha kukwambia. Yaani ukifanya jambo ukanasibisha na dini, mimi nitakwambia, kwa sababu hii dini sio ya babako wala mamako. Hii dini Mungu katupa sote. Alafu uzuri wa Uislamu una miongozo bado. Ndio utamu wa Uislamu. Uislamu hakuna kutumia akili yako kuliendea jambo la dini. Uislamu unahitaji uende muongozo ambao Mtume kaufundisha wa kuiendea dini. Sasa nilalamike kwamba kwa nini nimefika mahala mpaka mimi nimekuja kusema, wakati Alikiba washikaji zake kina Shewalidi wote marafiki zake, kwa nini wanashindwa kumwambia kwamba mtoto hiki unachokifanya sio sawa katika dini? Sisi tuna shida moja, mashehe wa Tanzania, tuna shida ya kutotaka kupoteza ugali wetu. Nikisema sio endelea kupoteza ugali wetu. Mahala ambapo mimi napata riski au mahala ambapo mimi naweza kupata chochote, basi yule mtu atakose vipi? Siwezi kumwambia. Ndio tulivyo. Kwamba siwezi kumwambia. Naamini nikimwambia atakasirika. Na akikasirika kuna kitu mimi kitafanyaje? Kitapotea. Lakini dini haipo hivyo. Dini inatakiwa tuseme ukweli wa kusema kwamba wewe unachokifanya hiki sio kitu sahihi. Na wallahi mimi niseme watu wanaelewa sana. Maanake hata nikisoma zile comment watu wanaelewa, ni kweli, ukweli unatakiwa usemwe. Hakuna kumwogopa mtu katika kusema ukweli. Inawezekana wengine hawatambui, lakini unapowaambia basi wanatambua, kumbe hili ninalofanya mimi ni kosa. Mfano mimi nimezungumza Lailatul Qadri, nimewaambia kuwaambia watu wakakeshe mwezi 26 kwa ndio Lailatul Qadri, uongo. Kuambia watu waende pale wakale daku wafanye dhikri mwezi 26, uongo, kwa sababu Lailatul Qadri imefichwa. Mtume kasema tuitafute katika 10 la mwisho. Sasa wewe unapoambia watu mwezi 26 leo ndio inatoka, ulipigiwa simu na Mungu kwamba leo ndio inatoka? Hapana, tunatakiwa tuitafute katika mwezi wote huu 10 la mwisho, tuitafute Lailatul Qadr. Sasa ni vitu ambavyo tunahitajika, si tuseme ukweli, tusiogope hii dini. Ndio kuna mashehe wanaogopa kusema ukweli. Kabisa, kwa sababu gani? Kuna mfumo wa uingiaji wa pesa. Unajua sometimes mashehe tunaishi kwa watu, tunaishi kwa kutegemea watu fulani kuingiza pesa. Kwa hiyo sometimes unatakiwa kumfata yule mtu anayekupa pesa yule kwamba nini yeye anapenda. Wewe utakuta unaishi naye lakini unashindwa kumwambia hiki kitu unachokifanya sio kitu sawa. Kwa nini? Kwa kuogopa tu kwamba mpunga utakosekana kuingia. Kama Alikiba watu wote walikuwa wanaona kwamba kile kinachofanyika sio sahihi. Na watu walikuwa wanaona kabisa kule watu wanaenda kutongozana. Kuna vijana wanarudi sema nimeopoa chombo leo, si mchezo wanasema hivyo, wanaenda kule, watu ni sehemu ya kujiuza. Ilikuwa ni sehemu ambayo ya watu ya kujiuza. Lakini baada mimi na wewe Bato kunifuata kunieleza, mimi nikamueleza, Alikiba amerudi nyuma, ameona kumbe naishi na watu ambao hawataki kuniambia ukweli. Imefika mahali ameona huu ni ukweli, kumaliza mashindano yake kaeka mabausa mlangoni na pale hupiti bila kuvaa dera au umejistiri vizuri. Kama kule vibao unarudi nje uingie ndani. Kwa nini? Huyu kumbe mtu alikuwa anatakiwa kuambiwa, kustuliwa, wewe bwana unachokifanya sio vizuri. Na kweli umeona sasa hivi juzi nasikia kaenda kufuturisha na watoto yatima Mkuranga kwa habari nilizozipata. Na hizo ndio futuru za watoto yatima. Diamond tumemchapa, naona safari hajafuturisha. Wakati Sheikh Shafii atarudi. Tutakwambia mpaka utakapoacha, wala hatukuache. Hizo umemzungumzia Shewalidi, mmoja kati ya mashehe ambaye yuko karibu sana na vijana. Tumemzungumzia Diamond, hata ndoa ya Diamond na Zuchu kaifungisha yeye. Ndoa ya Gigimani ya juzi kaifungisha yeye. Ndoa nyingi za wasanii, hata juzi kazungumza kwamba Jacqueline Wolper aliwahi kusilimu, japokuwa sasa hivi karudi tena alipokuwepo zamani. Aliwahi kumsilimisha yeye. Nadhani kumsilimisha mtu lakini bado akaendelea kwenye kitu ambacho kwa dini kinadhaniwa bado ni uovu, kuna faida gani? Yaani unamsilimisha mtu lakini bado anaendelea, au unamuozesha mtu ndoa lakini bado anaendelea na kitu ambacho tunaamini kama kinachochea zinaa, muziki ama kinachochea zinaa, wanakaa uchi mitandaoni, kuna faida?
Kusilimu kuna faida yake, sikutoka upande fulani kuingia upande fulani. Sisi akija mtu kwetu kutaka kusilimu, ni wajibu wetu kumsilimisha. Hata kama ataenda atafanya matendo yake machafu, sisi tutamsilimisha na tutamueleza Uislamu namna unavyotaka. Kwa hiyo akishasilimu, akiendelea kufanya matendo yake, anabaki na Uislamu wake, lakini anaandikiwa dhambi kwa kile alichokifanyaje, alichokifanya. Wala hilo sio tatizo kumsilimisha mtu akaendelea na mambo yake, isipokuwa anayesilimu anatakiwa ajue yeye anaingia kwenye Uislamu, anajua Uislamu una sheria na hukumu zake, kwamba akitakiwa kuingia ajue kabisa kakubaliana na zile taratibu za dini ya Uislamu. Lakini hawa wengi wanasilimu kwa sababu ya show. Mtu anasilimu kwa sababu ya trendi, mtu anasilimu kwa sababu ya kupata mume, mtu anasilimu kwa sababu ya kupata mwanamke. Kwa hiyo ndio maana unakuta mtu alislimu baadaye karudi kwa, yani yule mwanamume labda alivyozinguana akaamua kufanyaje, kurudi kwenye msimamo wake. Sasa kusilimu huku sisi tutakusilimisha, lakini moyoni mwako wewe unajua ulichokifanya ni nini. Kwa hiyo kama ulifanya ulisilimu kwa sababu ya kuolewa na ukaachwa ukarudi kule, manake wewe hukusilimu kwa sababu ya kujua Uislamu. Na ndio maana ili mtu asilimu lazima ajue Uislamu, asisilimu kwa kufata kitu. Yani umemwona Bato, wewe Mkristo mwanamke unataka kuolewa na Bato Muislamu, basi mimi nasilimu. Yani kuna kitu unakitafuta kutoka kwa Bato, wala sio dini. Na ndio maana wengi unakuta wanasilimu lakini wanarudi katika michezo yao ile ile ya kipumbavu, ya zinaa, ya kwamba mtu kabla hajaslimu apewe darasa kwanza, aambiwe kwanza maneno kwanza, mradi akwambia kwa refresh mind kwanza ubongo wake, achane na yale aliyokuwa nayo mwanzoni, apokee mambo mapya. Na ndio maana mimi nikimsilimisha mwanamke hapa namuulizaga, umesilimu kwa sababu ya nini? Mungu au akiniambia kwa sababu ya ndoa, ataniambia kuna kusilimu huko, ndoka zako sikusilimisha. Kwa kuna namna pia hata mashia ambao wanasilimisha wasanii pia waambie kabisa, wewe umesilimu kwa sababu unaijua dini, umesilimu kwa sababu ya kufuata ndoa. Akikwambia amefuata ndoa, manake huyo ndoa ikivunjika atarudi. Na wengi sasa hivi wanasilimu kwa sababu ya ndoa, aulewe amepata labda mwanamume, lakini moyoni mwake anajua mwenyewe anachokifanya. Hao si wajanja mjini bwana. Kwa hiyo ndio maana unakutana na silimu hivyo, baadaye anarudi zake kule kule kwenye mambo yake. Lakini wakisha silimu tunatakiwa tuwape darasa. Uislamu uko 1 2 3 4. Alafu ukiona mtu mpaka kasilimu, kuna kitu cha kujifunza ujue. Ukiona mpaka mtu kasilimu, manake kaelewa sana ujue. Dini kaielewa sana, ndio maana kasilimu. Na anajua kwamba mipaka ya dini inasema 1 2 3 4 5. Sasa ukimwona mtu kasilimu, alafu yani anasilimu kwa sababu ya kuolewa tu, huku kusilimu kwake kutakuwa na mashaka sana, kwa sababu hakusilimu kufuata dini, amesilimu kwa sababu ya kutaka kitu fulani, na maana kile kitu kikiondoka na yeye anafanyaje, anaenda kwenye mambo yake. Kwa hiyo watu hawa na usilimu hawa tuwatazame vizuri, hasa hawa wasanii. Lakini wapo wasanii wanasilimu, unamuona huyu sasa kaamua kusilimu kufuata dini, mfano Sura ameamua, wewe kwa anacheza chula yule mpaka sasa hivi ameenda zake umra, amepata tiketi pale kwenye mashindano ya Qur'ani. Unamwona ibadati zile anavyozifanya hivi. Snula kasilimu au kaacha muziki? Kaacha muziki yule, kaacha dakika kaamua kuwa deep kwenye dini. Sasa yule hajasilimu, yule kaacha, yule alikuwa Muislamu. Manake alipoona sasa hivi akaamua kutoka kama katika ile mambo kina Sumali wale unavyowaona wametoka kula, lakini sio kama mzee Yusuf. Mzee Yusuf aliacha afu akarudia tena. Bosi kazi ujue sio mchezo ujue. Bato sio mchezo bwana, kuacha vitu ambavyo unaviona vina faida kwako umevizoea na kuwa ngumu sana, na kuwa ngumu sana. Kwa hiyo wanaosilimu wanafanya jambo jema, lakini je, wanasilimu kwa sababu ya dini au wanasilimu kwa sababu mwanamume wamempata anataka kumuoa? Ikiwa anasilimu kwa sababu ya mwanamume, wewe mwanamume unayemsilimisha huyu na kumuoa, una uhakika huyu utampiga dawa ataikubali dini? Au ndo vile unamuoa tu kwa sababu ndo kasha umempenda na yeye kakupenda, lakini mnakuja kuishi maisha ambayo sio taratibu ya dini, inakuwa shida. Sasa tunaita silimu za zuga. Kama kina IPM unaona kwenye kurudi kweli wewe kwenye Uislamu. Sijui IPM mazungumzo yake yanaashiria anarudi yule. Unavyomuona anarudi. Kwa sababu IPM naye anazungumza vizuri sana. Sijamuona alipokosea mimi. Kanisani pale kunapigwa dua pale. Ndo dawa ile. Za Qur'ani zinasomwa. Dawa ile IPM anafanya dawa sana. Ile ndo dawa ile inafanyika. Unaona wanavyowapiga dawa wale.
na wanakubali alhamdulillah. Piga dawa sana yule mtu. Watu tu hawamuelewi, lakini mimi namuelewa zaidi. Unamuelewa sana. Sana, mimi namuelewa zaidi yule mtu. Na kuna vitu fulani yule ambavyo kanirahisishia sana mimi. Wakristo kusoma Qur'ani kanirahisishia sana, kitu ambacho Wakristo walikuwa wanakiogopa sana. Watu wanapiga Qur'ani sana, yani sana. Tena aendelee kupiga sana. Yani ile mtu ile dawa aendelee nayo pige sana, vitabu vya Mungu visomwe sana. Zaidi ya sana visomwe. Kwani dua hizi tumesoma Kiarabu, kwani kusoma Kiswahili si ndio yale yale? Sema tunabadilisha lugha, tunapiga. Unajua watu wana asili ya kuogopa Kiarabu, wanaona kama shetani. Wakati ile lugha tu kama lugha nyingine, Kiswahili, Kiingereza, lakini ukiongea Kiarabu unaonekana bwana anaweza kukupiga jini saizi huyu. Lakini anafanya dawa sana. Na inshallah tunamuombea mwisho mwema. Nakwambia kanisani sasa hivi watu wanachinja kafara, wanatoa kafara. Biblia imo. Mifumo mipya IPM. Biblia imo yote hiyo. IPM wanafundisha Biblia bwana. Mbona wengine hawafanyi? Hao ndo wasome Biblia, wanasoma matamshi anayotaka mchungaji, lakini IPM wanasomesha Biblia. Hakuna Mkristo mwenye kusoma Biblia akapinga kuchinja ndani ya Biblia, hakuna. Anayosema IPM katika Biblia, ndio maana mimi nampenda kwamba akisomesha awe anafungua kifungu. Yani amwambie una Biblia nyumbani, una Biblia kanisani, nisomee 10:15 Mathayo. Fungua. Yani vile vipande visomwe huku vinatazama, watu wanaona. Ozi ng'ombe wanachinjwa kanisani. Kabisa. Ile ipo katika dini ile. Biblia ipo, sema watu hawataki. Lakini ndio maana mimi nasemaga Biblia ukisoma vizuri yani haitofautiani na Uislamu. Sasa wanasema kwamba Mkristo kuchinja ni haramu. Nani? Mkristo kuchinja ni haramu. Sasa kuna kuchinja na kuna kula sasa. Sasa kwa leo unafanyaje? Wanachinja, anayechinja pale unafikiri IPM achinje. Anachinja na sasa ndio jifunze hapo anawachinjia nani? Anachinja nini? Anawachinjia nani? Ushaona wanachinja? Lazima walete kwetu. Kweli? Lazima. Kumbe IPM achinje. Achinje wapi? Kuna watu ambao wanawapa. Lazima utute sisi mabwana wakubwa ndio tuchinje. Kuna kikao cha wanaume bwana, Sheshafu jalikwa. Wanaume kufanya nini? Kuna kikao cha wanaume kwa Sheshafu, zume mkajadili nini kwa prophet IPM. Hajanipigia simu kuna. Hajakupigia simu. Yaani wanaume wote. Wanaume kuna kikao pale, sio nataka mkajadili vitu gani? Vizuri. Vizuri sana. Unajua vikao hivi kukutana ndio kunafanya mambo ya mepesi. Akamwalika Tajiri Lugumi, kaalikwa pale. Umeshafi mwaliko hujapokea? Lini kwani? Hivi karibuni, siku za karibuni. Basi nadhani nitaupata huo mwaliko. Utaupata. Kwa IPM nitaupata. Kanisani unakanyaga na kwenda kwenye kikao vizuri kabisa. Sheshafu. Kwenye kikao cha wanaume? Sasa mtu kakualikeni kikao cha wanaume kwani cha dini iko? Sheshafu ushe ukanyaga kanisani? Kanisani? Naenda, mbona nishafanya debate kanisani? Kweli? Sana. Kwa hiyo ukikanyaga kwa IPM soma la ya kwanza. Soma mimi kanisani naenda kufanya debate sana. Ile kujadiliana nakwenda sana, nafanya wala sina wasiwasi. Dini sio ugomvi bato. Dini sio ugomvi. Tunatakiwa tuelimishane kwa taratibu ili tuone njia sahihi ya kufuata iko wapi ili tuende kwa Mungu tukaishi vizuri. Kwa hiyo dini sio ugomvi. Wala watu wanaweka dini ugomvi wanakosea. Kutukanana hivi ndio maana mimi unikuti bato natukana wala na kashfu. Mimi ninachofanya na kuelezea tu kuna 1 2 3 4 fungua vitabu tuseme. Basi kwa sababu sio ugomvi, tunaishi nyumba moja sote. Ugomvi wa kasi gani? Wewe mimi ukinitukana nitakushauri nitukania nini? Mimi kama wewe tumepishana, wewe unafuata hivi, kuna vitu vinatuunganisha pamoja. Tutapishana tu katika dini, utaswali huku mimi nitaswali huku, lakini tutazidi kuambiana. Bwana mstari huu hapa, bwana mstari huu hapa, bwana mstari huu hapa. Sikulazimishi kunifuata, usilazimishe nikufuata, lakini sio sababu ya kutengana katika mambo ya msingi mengine. Kama kikao cha wanaume sio cha dini. Niko kikao cha wanaume. Kujadili mambo yenu. Kiume tunakuaje? Ameanzisha nani nzuri sana. Kikao cha wanaume kinafika kila baada ya miezi mingapi? Mwezi wa 4. Kinakuwa mwezi wa 4. Basi nitakipata kwa safari nitaenda iko na mimi. Safari utaenda. Nitamwambia IPM nadhani atanipigia simu niende iko. Lazima tukateme cheche pale. Kwa nini wachungaji wengi wanampinga IPM na yale ambayo anayafanya ndani ya huduma yake? IPM wanasoma Biblia. Wachungaji hawataki Biblia isomwe. Sababu Biblia ikisomwa kuna vitu vitaonekana, alafu wafuasi wao watavigundua. Sasa IPM wanachofanya ni kufungua akili na masikio ya watu kwamba Biblia hatusomewi, sharti tusome wenyewe. Kwa hiyo tukisoma wenyewe kuna vitu tunavigundua sio vya kweli. Kama Biblia haikubali mchungaji kuwa mwanamke.
Kubali mchungaji kwa. Ukisoma 2:8 Timotheo wa kwanza ikubali. Na leo wapo wachungaji wanawake, umeona shida hiyo. Sasa hawa hawezi kukubali wewe kusema hivyo. Biblia ikubali mwanamke kusema neno lolote au kuimba. Wanatakiwa wanyamaze katika kanisa, kusoma 14:34 wa Korintho wa kwanza. Wanaume ndio wanatakiwa waimbe, lakini leo wanawake wanafanyaje? Wanaimba. Biblia inahitaji watu wavae mavazi ya kujistiri wanawake, lakini wanawake wanaenda kanisani hawavai mavazi ya kujistiri. Sasa haya ukiyasema lazima utagombana na watu. Kwa hiyo IPM yeye anachotaka, anasema ule ukweli wa vitabu vya Mungu ulivyo, wala hazungumzi vile matakwa ya mwanadamu yanavyotaka, na ndipo tunavyotakiwa tusimame. Tunatakiwa tusimame katika ukweli wa dini ya Mungu inavyotaka, tusisimame katika mwanadamu nini anataka. Kwa hiyo IPM kila nikifuatilia anatoaga, mimi sometimes nafuatiliaga vipindi vyake na nakuwa na Qur'ani na Biblia nimeweka na nakiambia nafunguaga vipande vyake, nasikiliza afu namwambia, afu nasema mwenye sawa, akikosea hapa nitasema hapa kakosea hapa, na kuna siku nitamwambia hapa kosa. Lakini ili mtu tumhukumu, si sharti tuone anaenda vibaya na vitabu kabisa, si ndio hivyo Bato? Wewe unaweza kunihukumu mimi kama siende vibaya na vitabu? Sasa IPM anaenda vizuri na vitabu, anahukumiwa nini sasa? Juzi watu walimsema sana kwamba alialikwa kwa Lugumi, fika pale akasoma Qur'an, akapiga dua ya Qur'an. Watu wakamwambia, bwana vipi mchungaji, sehemu kama ile unaenda tukao utoe neno ili watu wampokee Bwana Yesu. Wewe unaendaje sehemu kama ile afu unaenda kusoma aya za Qur'an? Sasa uchungaji wako uko wapi wewe mchungaji, shehe? Ndio mjifunze sasa, mchungaji au shehe. Jamaa mimi nampenda sana. Watu wana wasiwasi naye kwamba yani wanamtilia mashaka, lakini wamuulize, wasimseme pembeni, wamuulize. Mimi ninachompendea kule kufunua vitabu. Kule mimi unajua, mimi katika maisha yangu napenda kusimamia vitabu. Nini vinavyosema, na yule kusimamia kushika vile vitabu kusoma, na mimi ndo nafurahi sana. Kwa hiyo yupo vizuri, nashukuru. Yupo vizuri, nashukuru. Tunasubiri mwaliko wa Diamond sasa. Mwaliko wa Diamond. Au aftorish. Mwaka huu inapita kama mwaka jana mlimsakama sana. Tulimwambia ukweli. Mwaka jana alifutulisha pale kwenye nini inaitwa Basaki, inaitwaje? Superdome. Anasema Diamond anafutulisha Superdome tena na kadi. Futari. Watu wako nje wanakosa futari. Wanalalamika. Hizo sio futari hizo. Waachane nazo. Na tuambie watu wanaotaka kufuturisha. Embu wajaribu kuwauliza watu ambao wanaona kidogo wana msimamo wa dini, ili wawaelekeze mahala salama pa kufuturisha. Wao wana shida na thawabu, lakini waelekezaji ndio wanawapa shida. Yani hawaelekeze mahala salama pa kutafuta thawabu, wanawaelekeza mahala salama kwamba wao watavuta nini hiyo sehemu. Sasa hili ni mashehe, tusipelekwe na matajiri. Matajiri ndio wapelekwe na mashehe. Mashehe tusipelekwe na matajiri, ila matajiri ndio wapelekwe na mashehe. Kuna mashehe wanapelekwa na matajiri sana, si wanaendeshwa na matajiri. Hela kaka, hela Bato, hela ndio kila kitu. Hela ngoma kabisa kupeleka. Mimi huwezi kunipeleka. Mimi naridhika na ugali wangu na tembele, na ndio maana naisha maisha yangu mazuri kushinda mtu yoyote. Huu ugali na tembele tunakula, ugali na mchuzi nakula, na ndio maana unanikuta niko simple, tunatembea kwa miguu, simwogopi mtu, napanda bodaboda, napanda daladala, nacheka na kila mtu, na ndio Uislamu. So unajifungia katika gari lako tinted juu, unajita shewe, sio shewe na tu. Shehe lazima ukae na watu, kuwaeleza dini yao kufanyaje, ndivyo tunavyohitaji. Sasa mimi nimefika mahala tena unipelekeshe kwenye dini, mimi huwezi kunipelekesha. Labda mambo, lakini dini mimi nitakwambia ukweli, hiyo hakuna kwenye dini. Wewe kwa kiyama utanikamata mimi. Mungu bwana aje niambia. Sasa mimi ndo nakwambia, unajua hakuna kitu Bato kama kuridhika. Kabisa. Ridhika tuna maisha yako ulionayo. Ridhika tuna maisha yako. Ukiridhika utajiishi maisha mazuri sana katika hii dunia. Yaani ridhika kile unachokipata, kadhiria ndio riziki yangu Mungu kanipa. Kama ugali na dagaa kula. Yaani utajikuta una utajiri fulani hivi wa nafsi, yani mpaka unajisikia raha. Kwa mfano mimi nikikosa watu wa kukaa kuongea nao, nayumba sana. Nayumba. Na ndio maana ukija nyumbani kwangu unaona kama kuku wanatoka vitunduni vile. Yaani watu wamejazana, sio mchezo. Nafika mara hata jioni tunafuturu watu 20. Kwani kuna nini? Mpaka najiuliza kwani kuna nini leo? Lazima nitafute watu. Na ndio maana nyumbani kwangu mimi hawakosi watu. Lazima ukija nyumbani utakutana na watu wengi tu. Mimi nakaa hapa, lakini jioni watu wanakuja kufuturu. Tunaenda kwa Sheikh Shafi kufuturu. Sina kitu,
lakini tunafuturu watu 20 25. Mungu tu mwenyewe anawezesha. Na kila mtu anajua kwa Sheikh Shafii mimi naenda nafuturu. Wanakuja watu hapa wajiwezi nini wanafuturu, wengine wanakuja hapa Sheikh Shafii bwana daku hamna leo, iftari hamna, sina chochote, lakini nashangaa Mungu ananipa. Wallahi wa billahi bato Mungu ananipa. Mimi sina chochote, lakini mtu akija kuniomba hela anapata. Na mimi sijui hata inatoka wapi. Namwambia Mungu hela mimi nampa 20,000 hapa. Wewe ndio bwana chukua 50,000 hiyo. Basi hivyo naishi maisha ya raha sana. Yaani mimi naweza kwenda sehemu kukuta vijana wamesimama, kuna siku napita pale na gari naenda zangu nyumbani kwa sababu mimi naishi Vikindu. Nikawaonea huruma wale watoto wa shule. Nikafungua mlango pale, watoto wakaanza kunishangilia kabisa. Sheikh Shafii. Wanaitana, watoto wadogo na wao wananijua hawa hivi. Unaona? Sasa zile ni baraka ambazo unazo zile. Kwa hiyo unakuta kwamba mimi ndo maisha yangu yalivyo. Asante sana.